Bwana sawa, nipo na shabiki wa Simba. Simba pia nao wana shughuli yao siku ya Jumapili dhidi ya Stade Malien, japokuwa wanamaliza ratiba kwao, shughuli ilikuwa nzito kweli kweli. Nipo na shabiki wa mnyama mkali Simba. Kwa majina yako unaitwa nani brother? Naitwa Abdul Karim Yaya Mbegu. Yaya Mbegu, wewe shabiki wa Simba kindaki sana. Bwana sawa, timu yako inaenda kumaliza mchezo siku ya Jumamosi dhidi ya Stade Malien. Mwendo mmeumaliza, lakini kuelekea mchezo huo, kwa sababu mnatunza heshima kama nyinyi wa Simba mnyama mkali kweli kweli, napata matokeo kweli siku ya Jumamosi? Ya siku ya Jumamosi tunatafuta matokeo, kwa sababu kufanyaje? Kuimaliza ratiba sisi tuwe kuepo, kwa sababu sasa hivi timu yetu ya Simba mechi iliyopoteza juzi kati, umeona? Okay. Watoa wapi kwenye mchezo? Mpaka sasa hivi wamefika mpaka watulie kwanza, wajipange kwanza kwenye mechi zingine zijazo za ligi kuu, ila kwa klabu bingwa hiyo ishaisha. Sema kwa sababu migogoro imekuwa mingi, mama imekuwa mengi, umeona? Tunachoomba sasa hivi Simba kwanza wajipange, watengeze timu kwanza. Okay. Wakitengeneza timu kakaa sawa, ila mechi ya Jumamosi lazima tufanye vitu vizuri ili kufanya ni kuipeperusha bendera ya Simba. Okay, bwana sawa. Umesema Simba shughuli yenu ishamalizika ligi ya mabingwa, lakini performance ya timu yako kwenye mchezo uliopita wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mlitoa sare ya 1-1 dhidi ya Petro Atletico di Rwanda. Performance ya timu yako kwenye ule mchezo, performance ya timu yako kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, pengine ulivyoiona, unaona Simba inaelekea kuwa Simba ya asali na maziwa? Yaani Simba inapoelekea sasa hivi. Kwa hiyo mechi hii tulipoteza goli 1-1. Ndio. Maana kwa wale wapigwa hata goli 2 au 3. Okay. Kwa sababu ile timu ilikuwa sio kwamba Simba tu nayo draw, ilikuwa uongo. Kwa sababu ile Simba sasa hivi ninavyoiona sasa hivi tunapoenda mbeleni, kuna watu watakuja kulia kilio kikubwa sana. Alafu atakuja yani kulia kikubwa sana, yani kilio cha kusikiza, yani umeelewa? Kwa sababu Simba sio ile Simba nilikuwa naitegemea kipindi kile. Sema kwa sasa hivi imepitia changamoto hizi za hapa na pale, ndio imekufanyaje, imetufanya sisi mpaka sisi mashabiki tufanyeje, ili hatuwezi kuacha Simba yetu, kwa sababu Simba yetu tunaipenda sana na tunaipenda kuzidi kitu chochote. Yawe mazuri au mabaya tunanayo hivyo hivyo. Lakini mkakati unaokuja sasa hivi, unaofuata sasa hivi, Simba inaenda kuwa Simba kubwa sana. Simba ya moto. Simba ya moto. Bwana sawa, tumalizie na hili. Dirisha dogo limefanyika, mmeongeza wachezaji wapya kwa performance ambayo umeionyesha, kina Roemba wako, kina Innocent, Aura yupo pia, ameongezeka. Ukisema kwa respect Gay, Aura, ani wachezaji hao unaoona mimi sasa hivi. Hao wachezaji wanakuja kuleta matumaini makubwa ndani ya Simba. Na Simba itaenda kufanya vizuri sana. Umeona? Kwenye kitu nachokiona kwa ndani ya Simba. Waache kwanza mizozo. Mizozo ukiisha tu, Simba inaenda kuwa kubwa sana kwa timu zingine. Kwa sababu sio ni kikosi chochote ya timu yoyote kufikia Simba kwa sasa hivi. Kwa pombe sasa hivi iliyopo sasa hivi. Simba sasa hivi inaenda kuwa vizuri sana. Umeona? Kwa sababu Simba ninavyoiona sasa hivi ilipoelekea hizi katikati, Simba inaenda kuwa vizuri. Kwa hizo mechi zote. Kwa sababu wewe ukashinda ukaenda ugenini, ushapigwa goli moja afu na nyekundu, ukatoa tena draw. Kama jitahidi sana aja kudefense nyuma, anataka kushambulia kutafuta magoli. Angekuwa sababu angekuwa anatoka na goli 2 au 3. Okay, sawa. Mlikuwa na Mwamba Rusaka Chama, alicheza sana akapata mafanikio, akatoka akaenda Berkane, akarudi Simba, akaenda upande wa pili, akaenda Singida. Sasa amerudi Simba, wanasema Chama na miaka 17. Una matumaini na Chama Mwamba Rusaka? Sasa wewe unamzungumzia Chama, wewe unarudi nyumbani. Yaani wakati nyumbani kuja kutafuta tena kutafuta matumaini sana. Kwa sababu Chama anasema mzee, ametoka sema Simba wenyewe wamemtaka. Wanaosema mzee ndio wamemtaka. Wamemtaka wenyewe, baadaye akaonekana Chama pale mbovu, wakampeleka Singida, karudi nyumbani, kawa mpya. Tunamtaka sana Chama. Miaka 17 Chama. Miaka 17 mpaka sasa hivi, kwa sababu miaka 17 anakuwa sawa tu. Kwa sababu ni hatari. Uangalie mwenyewe atakuwa yuko uwanjani anacheza mpira Chama, unaona kwamba huyu ni mtulivu kuanza kwenye mpira. Ana mambo mengi, umeelewa? Ni pass to pass. Alafu ukienda huko pembeni na huko pembeni, kuna vitu unaenda kufanya Simba. So kitu cha ajabu, yani kitu sio sana. Simba itakuwa hatari sana kuzidi hizi kelele. Unajua porojo nyingi zinakuwa ni hatari. Porojo nyingi, so yani kuongea sana, so kwamba Simba inaenda kufanya vibaya, point inaenda kufuata, msikia? Simba ya moto. Simba ni ya moto. Basi mambo mengi. Umetisha sana ndugu yangu. Pamoja sana.
Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.